wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kutiba alaikum siyam, tumefaradhishiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imani tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, katika mwezi ambao katika imani ya Kiislamu ni mwezi mashuhuri sana. Kwa hiyo kikubwa tumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeamka katika hali hiyo, lakini kikubwa tuendelee kuombeana. Sheikh Sugu, tuanzie hapa. Mara baada ya katiba ya Simba Sport Club kukamilika na kurejeshwa kwenye klabu ya Simba Sport Club, watu wengi sana kwenye kipengele cha mwekezaji kimezua ukakasi. Sheikh Mikoi Kisugu, na mimi nimeona kwanza tuipongeze serikali kupitia wizara kwa jitihada na namna ambavyo walichokifanya ili kuhakikisha kwamba hili jambo limekwenda limekaa sawa sawa, limekamilika. Lakini kabla yote asijazungumza, nichukue nafasi hii kwa moyo mkunjufu, na naamini katika hili ambalo nilizungumza, waandishi wa habari mnatakiwa liwe historia japokuwa siku mbili, lakini hamkulitaka kuzungumza. Nichukue nafasi hii nimpongeze mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila. Kuna jambo kubwa amelifanya na ameonyesha umuhimu na ukubwa wa uongozi na maana ya uongozi ni nini. Juzi mmeona namna ambavyo alivyomkutanisha Haji Sande Manara Bugat na ndugu yangu Dula Makabila. Pale amekwenda kuonyesha namna ya kiongozi unatakiwa uweje, namna kiongozi namna gani ambao unahitaji kuongoza jamii ya Kitanzania. Leo hii kilichotokea kwa Dula Makabila na ndugu yangu Haji Sande Manara, kila mmoja anafanyaje? Anakijua. Mheshimiwa Chalamila kwa namna ambavyo alivyofanya, lazima tumpongeze, lazima awe mfano wa kuigwa, na kusudio la Mheshimiwa Chalamila kuona mkoa wake wa Tanzania au wana Dar es Salaam wote wanaongea lugha moja. Nimpongeze sana, sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Leo hii Haji Manara ni kioo cha jamii, lazima tukubali hilo. Juma Makabila, Dula Makabila ni kioo cha jamii. Maana yake kuna watu wanahitaji kuishi kuona namna ambavyo wao wanafanyaje, wanavyoishi. Kwa hiyo wao wakiwa wanaishi tofauti, kuna vitu vingi ambavyo watu wanajifunza kutoka kwao kama kioo cha jamii. Kwa hiyo lazima tumpongeze mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Chalamila, lakini kikubwa tuendelee kumwombea dua sana, Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema. Turudi katika hoja yako na mada yako kubwa uliyozungumza. Kimsingi wana Simba tumefurahi sana. Kilichotufurahisha zaidi, safari yetu ya muda mrefu imekwenda kukamilika. Historia ya mabadiliko ya Simba yalianza 2012. Wakati huo Mheshimiwa Rage baada ya kuleta mawazo kwenda kuwachukua wataalamu chuo kikuu cha Dar es Salaam kuona namna ambavyo waanze mchakato wa kuelekea mabadiliko ya Simba Sports, akatengeneza huo mchakato, akaliacha ofisini faili, akaenda kukutana nalo Mheshimiwa Evans Aveva. Kikao cha kwanza tunakwenda kuzungumza mabadiliko, tulikifanya Police Messi, mmoja wa wanachama ambao walishiriki katika kikao kile nilikuwa ni mimi. Tulikuwa na ajenda 11. Tulikuwa na ajenda 11. Ajenda mabadiliko ilikuwa ni ajenda ya 9. Ndio kwa mara ya kwanza mkutano wa Simba ulichukua kwa dakika 10 kuongoza. Kila ajenda ilikuwa inazungumzwa, Simba walikuwa ndio, kwa sababu walikuwa wanaamini wanacheleweshwa. Kuna ajenda ngapi? Ya 9. Hii historia ya waandishi wa habari lazima natakiwa muizungumze, mjue Simba wapi historia yao mabadiliko ilianza mpaka leo. Ilipofika kwenye ajenda ya 9, hakuna mjadala uliojadiliwa zaidi ya wanasimba kushangilia na kupiga makofi huku wakiimba mabadiliko, 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 mabadiliko. Kutokea hapo, baada ya kurekebisha kifungu namba 48 cha katiba ya Simba ambacho kilikuwa hakitoe fursa ya Simba kuongozwa katika staili ya uwekezaji kwenye klabu ya Simba, tukaenda kufanya amendment, kile kifungu kikaenda kikapita, Simba tukaingia katika huo mchakato. Yaliyotokea hapa kati sitaki kuyazungumzia, ni historia ndefu, ila kilichojiri hivi sasa ni kumpongeza Mheshimiwa Waziri Makonda kwenda kufanya hitimisho. Leo hii Simba tunazungumza, tayari tuna katiba yetu. Yako mengi yamezungumzwa na msajili wa katiba ndugu yangu Abeli, nimpongeze katika hili. Hotuba yake ilikuwa ndefu, ilikuwa nzuri na ilikuwa ya kupendeza,
Lakini nichukue kipande kimoja ambacho mimi Kisugu nilikipenda zaidi kuliko ni vipande vyote. Kipi cha mikoa? Pale aliposema mchakato wa Simba unakwenda kukamilika wa mabadiliko. Utakapokwenda kukamilika wa mabadiliko, Simba ndio atakuwa mfano wa kuigwa. Vilabu vyote vya Tanzania watatakiwa kuiangalia Simba nini imefanya mpaka imefanikiwa katika mabadiliko yake. Maana yake kwamba hakuna timu nyingine yote imeondoka kwenye mabadiliko kwenye nchi. Mkae mkijua hilo. Na baada ya kukabidhiwa katiba ya Simba, tumedhihirisha kwamba Simba ni timu ya wanachama. Simba sio timu ya kisurutani, timu ya mtu. Timu ya wanachama. Sio timu ya kisurutani. Kwani kuna timu ya kisurutani? Vipo. Amri anakuwa mtu mmoja. Kama nyumbu vile, tupite njia hii mnapita njia hii. Lakini leo kuna mijadala mingi imeibuka. Na hii mijadala inakuja kwa makusudi. Waandishi wa habari, nitumie nafasi hii, nendeni mkawaeleze wana Simba wasiingie katika huo mtego na hizo propaganda. Leo hii vyombo vya habari wanasema swala limekuja katika uwekezaji. Katiba ya Simba iko very clear. Inazungumza swala la uwekezaji. Unapokwenda kwenye sheria, unaposema watatu, maana yake inaanza kwenye moja na kwenda kwenye mbili na kwenda kwenye nini? Kwenye tatu. Kwa hiyo namna ya uwekezaji, mkutano mkuu wa Simba wao wenyewe ndio wataamua. Aidha waende na mwekezaji mmoja, waende na mwekezaji wa pili, au waende na mwekezaji watatu. Shida iko wapi katika Simba mpaka hapa kuna mijadala? Watu wakawa na ukakasi, labda mtaweza kwenda kumpoteza tajiri. Hayo ni maamuzi ambayo mkutano mkuu wa Simba utakwenda kufanyaje? Nani anastahili kuwa mwekezaji kwenye klabu Simba? Lakini wakati huu mchakato tunaanza, kila mmoja anajua kwenye memorandum of understanding tulikubaliana na mwekezaji Mohamed Dewji, na hayuko mtu mwenye akili timamu akabishana katika hili. Amefanikiwa kwa asilimia kubwa katika uwekezaji wake juu ya klabu yetu. Moja katika memorandum of understanding tuliyokubaliana na mwekezaji, ahakikishe kwa haraka Simba inapata uwanja wa mazoezi. Mwekezaji amekwenda kutimiliza, Simba tuna viwanja viwili vya mazoezi. Lakini kuna hoja kubwa ikaibuka kwa watu ambao hawaitakii mema Simba Sports, wanasema kwa nini moja jenga uwanja? Moja kutengeneza miundombinu. Tulikubaliana endapo mchakato utakapokwenda kukamilika. Na ndio maana alishindwa kuendeleza katika kile alichokianza, kwa sababu mchakato ulikuwa hujafanyaje? Haujakamilika. Sasa mchakato umekamilika. Aenda kumalizia. Sasa mchakato umekamilika. Miundombinu ya Simba, uwekezaji, mchaka unaanza. Na ndio maana kuna watu walijua mabadiliko makubwa ya Simba yanakuja, walikuwa wanafanya vigisu. Haiwezekani mabadiliko ya Simba yachukue takriban miaka 8. Ilikuwa inaumiza. Na hapa mimi na mengi ya kusema, lakini si nyakati ya kusema, kwa sababu jambo limekwisha. Kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza waliofanikisha. Sasa niwaambie wana Simba, wakati wa mchaka umefanyaje? Umefika, ili kuiona Simba bora kwenye pichi na kuiona Simba bora katika uwekezaji. Leo kikubwa kilichobaki ni kuona sasa wana Simba wanaitana kwa pamoja, tunakaa tunazungumza kuona namna ambavyo mabadiliko yetu vipi tufanye ili tuweze kufika katika ambapo kila mwana Simba anafanyaje fika. Ile katiba ina vitu viwili au ina vitu vitatu. Moja, katiba ile imechukua maoni ya wana Simba waliotoa katika mkutano mkuu. Lakini pili, wana Simba wamechukua maagizo kutoka kwenye serikali, taasisi zake. Ukienda moja, mkwamo mkubwa ulikuwa kwenye Rita. Kwenye katiba ya kwanza ile ya mabadiliko, kuna kipengele kulikuwa na utambuzi kwenda kuitambua kampuni inaitwa Simba Holding Company Limited. Simba Holding ndio ilikuwa imehozi na kwenda kumiliki mali za nini za Simba. Rita wanasema no. Rita wanasema haiwezekani. Mali za Simba zinatakiwa zimilikiwe na baraza la Simba. Bodi ya wazee. Hiyo tumekwenda kufanyia amendment
Alafu kuna kitu lazima tuseme, kuna watu wanaamini kwamba katiba ya Simba ni mpya. Katiba ya Simba siyo mpya, isipokuwa katiba ya Simba imekwenda kufanyiwa amendment. Ziko sehemu tunakwenda kufanikiwa kwenye hili mikono. Lakini moja ya sababu ya kufanikiwa, lazima turudi kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja. Unajua mimi leo nilipoamka alfajiri, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniamsha salama, kuna wazo likanijia. Wazo lipi hilo mikono? Nikasema huyu Mo bado katiba ilikuwa haimtambui 100% kama mwekezaji, kwa sababu ilikuwa haijafanyaje, haijakamilika. Akaipeleka Simba ya watano.